Kuna ukweli mmoja mgumu ambao watu wengi wanaogopa kuukubali. Sio kila mtu anayekutabasamia anakujali. Sio kila anayesema rafiki ni wako kweli. Na mara nyingi watu wanaokuumiza zaidi ni wale uliowaamini zaidi. Leo nataka ufungue macho yako, kwa sababu kuna tabia 8 ambazo ziko wazi kabisa, lakini watu wengi huzipuuza mpaka pale wanapoumia vibaya. Ukizitambua mapema, utaokoa muda wako, nguvu zako na moyo wako. 1, hawana muda wako isipokuwa wanapokuhitaji. Kama mtu anakutafuta tu pale anapokuwa na shida, lakini akishapata anachotaka anatoweka, hapo kuna tatizo. Mtu anayekujali kweli hata kutafuta tu kwa sababu ana shida. Atakutafuta kwa sababu unamaanisha kitu kwake. Lakini mtu asiyekujali anakukumbuka tu pale unapokuwa suluhisho lake. Jiulize, ni mara ngapi wewe ndiye unayetafuta kwanza, na yeye anakuja tu pale anapohitaji msaada? 2, hasikilizi unapozungumza. Unapoongea lakini anakuwa bize na simu yake, au anakukatiza kila mara. Hiyo sio kawaida. Kusikiliza ni ishara ya heshima na kujali. Mtu anayekujali atasikiliza hata vitu vidogo unavyosema. Lakini yule asiyejali anaona maneno yako hayana thamani. Na ukweli mchungu ni huu: kama mtu hasikilizi sauti yako, hata hisia zako, basi hazina. 3, hapendi mafanikio yako. Hii ni hatari sana. Unapofanikiwa kidogo, badala ya kushangilia, anaanza kubadilika. Labda anakaa kimya, labda anakuponda kwa maneno ya pili, au anapunguza uwepo wake karibu nawe. Mtu anayekujali atafurahia mafanikio yako kama yake, lakini mtu asiyekujali anaona mafanikio yako kama tishio. 4, hakuweki kwenye vipaumbele vyake. Kila mtu ana mambo yake, ni kweli. Lakini ukweli ni huu: tunatenga muda kwa vitu vinavyotujali. Kama mtu anasema yuko bize kila mara, lakini unaona ana muda wa watu wengine, hapo kuna ujumbe: wewe si kipaumbele kwake. Na huwezi kulazimisha mtu akuweke juu kama moyoni mwake haupo. 5, hajali hisia zako. Unapomwambia umeumia, anakuambia unazidisha, au si jambo kubwa. Hiyo ni red flag kubwa sana. Mtu anayekujali atajaribu kuelewa hisia zako, hata kama hakukabiliana nazo. Lakini asiyejali ni mtu ambaye atapuuza, atacheka, au atakufanya ujisikie wewe ndio mwenye kosa. Na hapo ndipo watu wengi hupoteza thamani yao, wakijaribu kujithibitisha kwa mtu asiyewajali. 6, hatoi juhudi kwenye uhusiano. Uhusiano wowote, kwa maana ya urafiki, mapenzi, hata familia, unahitaji effort. Lakini kama wewe ndiye unayeanzisha mawasiliano, wewe ndiye unayesamehe kila mara, wewe ndiye unayesukuma kila kitu, huo sio uhusiano, bali ni mzigo. Mtu anayekujali atafanya effort hata kama kitu kidogo tu kukuonyesha yuko. Lakini mtu asiyekujali ataacha kila kitu juu yako mpaka uchoke mwenyewe. 7, hawajibiki wanapokukosea. Hakuna mtu mkamilifu, lakini tofauti ipo hapa. Mtu anayekujali akifanya kosa atasema samahani kwa dhati, atajaribu kurekebisha. Lakini asiyejali atajitetea, atakulaumu wewe, au atajifanya hakuna kilichotokea. Na mwisho wa siku unajikuta unaumia huku yeye anaendelea kama kawaida. 8, unahisi upweke hata ukiwa naye. Hii ndio ishara kubwa kuliko zote. Unaweza kuwa karibu naye, lakini bado unahisi peke yako. Hakuna connection kwa maana ya muunganiko. Hakuna joto la moyo. Hakuna ile feeling ya niko na mtu wangu wa karibu. Mtu anayekujali anakupa amani, lakini asiyejali anakupa confusion na upweke wa ndani. Na ukweli ni huu:
Upweke mbaya zaidi ni ule wa kuwa peke yako. Nasema hivi, nirudie. Upweke mbaya zaidi si ule wa kuwa peke yako, ni ule wa kuwa na mtu ambaye hakujali. Kama umetambua baadhi ya tabia hizi kwa mtu fulani kwenye maisha yako, basi usijilaumu. Watu wengi hukaa kwenye mahusiano yasiyo na thamani kwa sababu wanaogopa kuachana au kuanza upya. Lakini sikiliza hii vizuri. Ni bora kuwa peke yako kuliko kuwa na mtu anayekufanya ujihisi huna thamani. Thamani yako haipimwi na jinsi mtu mmoja anavyokuchukulia. Na kuna watu tuko nje watakao kujali kweli, watakao kuheshimu na watakao kuona kama baraka na sio option. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, andika kwenye comment na chagua thamani yangu. Na usisahau kusubscribe kwa sababu hapa tunajenga akili, maisha na nguvu ya ndani. Asante kwa kusikiliza.